Habari, tumai langu mzima na buheri wa afya kabisa, mtazamaji wa Dodoma City TV. Karibu tena katika mfululizo wa matukio ya wiki kutoka katika halmashauri ya jiji la Dodoma, kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 10 ya mwezi Julai 2026. Matukio ni mengi, lakini haya ni baadhi tu ya tuliyokuandalia. Nitakayekusomea matukio haya kwa siku hii ya leo, langu jina ni Queen Masunga. Karibu. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amewaasa wananchi wa Dodoma kujiepusha na uvivu na badala yake kuwa wachapakazi wanaotumia kikamilifu fursa zilizopo mkoani hapa. Akizungumza na makundi ya vijana pamoja na wafanyabiashara, alisisitiza kuwa maendeleo ya mkoa yanategemea juhudi za wananchi wenyewe. Mambo madogo sana ya uzembe ambayo yanatukosesha fursa kubwa. Hamna kitu rahisi vile kufanya biashara, kupata mkopo ni kazi, lakini kuanza biashara pia sio lele mama, ni kazi, lakini ukipambana mwanzoni ukavuka utafurahia matunda. Sasa hiki elimu naomba, kwa sababu nyinyi ni viongozi na wawakilishi, mtusaidie kuelimisha yale makundi yaliyopo nyuma yetu. Maana mimi nasikia watu wengi sana kuongea nao na si vitu ni rahisi, yani kinakuja tu kirahisi. Sio rahisi. Hata ukienda biashara si rahisi, kwa hiyo ndio kufanya biashara sio rahisi, lazima tupambane. Kwa vile fursa hizi ambazo tunazisema za serikali sio rahisi, lazima ujitoe kujifuatilia. Mkuu wa wilaya ya Dodoma Alhaj Jabir Musa Shekimweri ameridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato baada ya kufanya ziara ya kukagua utekelezaji wa mradi huo. Akizungumza mara baada ya ukaguzi huo, Shekimweri aliwapongeza wataalamu na wakandarasi wanaotekeleza mradi huu kwa kazi nzuri wanayoifanya, huku akisisitiza kuendelea kuzingatia ubora na kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati ili wananchi wanufaike na huduma zinazotolewa katika uwanja huo. Kwa hiyo tuwaombe tu katika hatua za mwisho za kukamilisha mradi muongeze usimamizi. Hatuna mashaka na uwezo wenu na weledi wenu, lakini wakati mara zingine kubambikiwa kazi ni hapa kwa niaba sasa ya wenzangu, nipongeze sana yote ambayo yamesanifiwa kwenye huu mradi na namna ambavyo serikali imewezesha na endelea kuwezesha ili yawe yatokee. Tuliambiwa mradi huu utakuwa na sehemu ya kupokea wanaofika na sehemu ya watu wanaoondoka, lakini pia kuna jengo la VIP. Yote haya tumeweza kuyaona leo. Tuliambiwa kutakuwa na boarding gates 5. Tumeziona na ziko almost tayari. Kwa hiyo lakini pia tuliambiwa standards za viwanja vya ndege vya kimataifa kunakuwa na magari ya kuzimia moto. Nimefurahi kusikia hapa kama magari hayo 5 mapya yenye uwezo wa lita almost 10,000. La mwisho nalisema mara nyingi kwa sababu nalimaanisha kwenye kamati yetu ya usalama, tunaendelea kuhimiza TANROADS. Nimefanya kazi nzuri katika mradi huu. Endeleeni, kamilisheni vizuri. Lakini ni muhimu mara zote tusubiri tu maagizo ya Mheshimiwa Rais na viongozi wa kitaifa, tujiongeze, tuunganishe mradi huu na miradi mingine ili tija hapa iwe kubwa. Meneja wa kanda namba 6 Lucas Kelege amefungua rasmi kikao cha kwanza cha watumishi wa kanda wa mwaka wa fedha 2026-2027 kilicholenga kuweka mwelekeo wa utekelezaji wa majukumu na vipaumbele vya taasisi katika mwaka mpya wa fedha. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kikao hicho, aliwataka watumishi kufanya kazi kwa weledi, uwajibikaji na ushirikiano ili kufanikisha malengo ya taasisi. Aidha, aliwahimiza kuzingatia maadili ya utumishi wa umma, kufuata sheria, kanuni na taratibu za kazi, pamoja na kushirikiana katika kutekeleza mipango ya mwaka wa fedha 2026-2027. Kikao hicho pia kilitoa fursa kwa watumishi kujadili vipaumbele vya mwaka wa fedha, kuweka mikakati ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kuimarisha uhusiano ili kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma. Mstahiki meya wa jiji la Dodoma Alimoni Chaula amepongeza ushiriki wa halmashauri ya jiji la Dodoma katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa Sabasaba 2026, akieleza kuwa maonyesho haya ni jukwaa muhimu la kutangaza jiji la Dodoma pamoja na fursa zake za uwekezaji. Alitoa pongezi hizo alipotembelea banda la halmashauri ya jiji la Dodoma katika maonyesho hayo yanayoendelea jijini Dar es Salaam, ambapo alipata maelezo kuhusu huduma zinazotolewa, maeneo ya uwekezaji
uwekezaji na fursa mbalimbali zilizopo ndani ya jiji hilo. Alisema ameridhishwa na ushiriki wa jiji katika maonyesho haya na kusisitiza umuhimu wa kutumia kikamilifu jukwaa hilo kutangaza fursa zilizopo kwa wananchi na wawekezaji. Mtazamaji wa Dodoma City TV, tunashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia. Zifuatazo sasa ni habari za michezo na burudani. Watumishi wa kanda namba 6 wameishukuru halmashauri ya jiji la Dodoma kupitia ofisi ya afisa michezo kwa kuwapatia jezi za mpira wa miguu zitakazotumika katika michezo ya kuweka mwili sawa. Alizungumza baada ya kupokea jezi hizo. Meneja wa kanda namba 6 Lucas Nkelege alisema jezi hizo zitasaidia kujenga umoja, nidhamu na utambulisho wa watumishi pamoja na kuongeza hamasa ya kushiriki michezo. Aidha, alibainisha kuwa mazoezi ya kuweka mwili sawa yana mchango mkubwa katika kuzuia magonjwa yasiyoambukiza, kuongeza nguvu za mwili na kuboresha afya ya akili. Mtazamaji wa Dodoma City TV, tunakushukuru sana kwa kutufuatilia. Tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika matukio haya ya wiki kuanzia mwanzo hata mwisho. Kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, niliyekusomea matukio haya ya wiki kwa wiki hii ya leo, langu jina ni Queen Masunga. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Hadi wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea Dodoma City TV.